pamoja. Jiandae utatoka. Sema nitatoka. Kichwa tutasoma kinasema kushughulikia vita vya family au vita ya karibu au vita ya watu wa karibu. Kushughulikia vita ya familia au vita ya karibu na watu wanaokuzunguka. Kushughulikia vita ya family au vita ya karibu na watu wanaokuzunguka. Hakuna namna ukiwa hai usiishi na watu. Tambua jambo hili. Mungu hutumia watu kufanikisha kusudi ndani yako. Shetani naye na mizimu, mapepo, maagenti, wachawi, wanafiki. Kwa sababu ukitaja idara ya shetani, unamkuta shetani ndio mkuu wao. Unakuja chini yake kuna wasaidizi. Unakuja mpaka chini, unakuta mpaka mnafiki, msengenyaji, mpaka chini kabisa. Wote wanamsaidia shetani kazi. Lakini sitapoje muhimu, hakuna namna uishi mahali ambapo watu hawapo. Lazima utaishi mahali ambapo watu wapo. Hata kama vita itainuka, wakapo shetani atawainua, wakuumize, wakuvunje moyo, maana kuna kitu kimeshaonekana ndicho kitakachozuiliwa. Na wewe kuwa mjanja, waambie sizuiliwi, wala sitapunguziwa neno, ndio nitasonga mbele. Yani ifike mahali uambie ndio nitakuwa kiherehere kama Petro, ndio nitakuwa kiherehere kuliko mlivyo kwa ayayayayayaya. Sikiliza, lazima Mungu anakundi, shetani anakundi. Katika makundi ya mawili yote yanakugombania. Kundi la Mungu linakugombania kwa ajili ya kufikisha kusudi la Mungu. Lakini kundi la shetani litakugombania kukupiga vita kuzuri unachokibeba. Usidharau hivi. Usidharau. Yaani kama umekoma umeisha, usidharau. Wewe ni mtu wa thamani sana. Wewe umesoma, wewe ni mtu wa thamani sana. Tunakuona leo ulivyo umechoka, wamekukatia na majina na kupa miaka miwili ambaye Mungu anatazama, na kupa mwaka mmoja ambaye Mungu anakutazama. Mungu akuone kama aliyechoka, anaona mtu ambaye miaka 3 ijayo kuna familia zitabarikiwa kupitia wewe. Miaka 3 ijayo ziko mama zitajenga kupitia wewe. Miaka 3 ijayo watu watapokea kitabu kupitia wewe. Leo kilio chako ni kilio, lakini naiona furaha inakuja. Sema amina. Amen. Yusa wanapokuambia roho. Mungu anapokutazama sivyo wanadamu wanapokutazama. Na shetani anapokutazama sivyo Mungu anapokutazama. Shetani akikuona anaona mtu ambaye ni jitu linalokuja. Na Mungu akikutazama anaona kama mwanamke, anamuona kijana, anamuona baba, anamuona mtu ambaye miaka kadhaa inayokuja ama itatambua yuko mtumishi wa Bwana kwa ajili ya leo. Ama itatambua yuko aliyeulikanga ameinua viwango vya baraka. Ninatamka iwe kwako, iwe kwako. Ile mtu amekaa pale, iwe kwako, iwe. Sema amina. Amen. Siku zote ujue ipo vita pande zote. Katikati ya watu ulioko nao, karibu nao. Unapaswa utambue hili. Na uwe mwombaji kupitia neno la Mungu. Siku zote tambua hili. Katikati ya jamii uliopo, katikati ya kanisa uliopo, katikati ya eneo uliopo, kwenye taasisi uliopo, tambua kuna watu wa aina hii. Na unatakiwa utambue hapa nilipo, hata kama unanichekea, lakini sio watu wanaokuchekea wanakupenda. Hata kama wanakuchekea, tambua jambo moja, nina maadui. Hata kama haonekani, nina maadui. Hata kama wanacheka, nina maadui. Halafu ukishatambua, kaa kwenye maombi, tegemeo la Bwana, tafuta uso wa Bwana. Waliokutuma duniani hawatanyamaza mpaka umetimiza kusudi ambalo limewekwa ndani yako. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 4 mstari wa 4. Nisome chako. Naye akaleta wazao wa kwanza, Akaleta mazao ya kwanza, wanyama wake, na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Habili, sema Habili. Habili ni vitu viwili tofauti. Alimpenda Abel, yani kuna tofauti. Alimpenda Abel alafu akapenda na sadaka. Mstari wa 5. Bali Kaini hakutakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana. Sana. Uso
uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda wema utapata kibali. Kama ukijitolea kwa Mungu vizuri, ukawa mpenda watu, utapata mema. Usipotenda wema, dhambi ipo inakuotea mlangoni, nayo inakutamani. Kwa yani dhambi au tamaa au wivu au roho ya kizazi au chuki ni roho. Walakini usipoikataa inakuwa pande. Maana yake inakutamani ikuvutie kwenye shimo. Wote wenye chuki juu yako, kabla hawajakumaliza hiyo chuki yao, irudi kwa yule mauti, unaondoshwa. Nasikia kwa mahali hapa. Kasemaje chama cha mchana? Walakini yapasa uishinde. Mungu angalia, huyu mtu sio shetani. Tasema baadaye. Mungu aliona moyo wake, alafu Mungu anasema naye kama Mungu ambavyo anasema nawe kwenye madhabahu. Lazima wewe ulipite. Hakuna kitu kinachokuja mbele yako mwanangu bila Mungu kusema. Anamwambia mwanangu, Kaini, kuna kitu unacho juu ya wenzako. Unajua roho ya wivu. Je, ungetenda neno usingepata mema? Sio usingepata kibali. Maana ukitenda neno unapata kibali. Kibali chako kinaweza kuharibiwa kwa kutotenda mema. Mwanangu, usichoke kutenda mema. Hata kama wanakufanyia mabaya, usichoke kuwatendea mema. Wacha wakutendea mabaya, endelea kuwajibu vizuri, endelea kuwa nao, endelea kuwahepa. Nataka nikwambie, wanachokufanyia watavuna mchana peupe, kitawarudia mchana peupe, kitawarudia mchana peupe. Machozi unayomwaga haitaenda bure. Ogopa sana mwenzako asimwage machozi kwa ajili yako. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Anataka kidogo nimalize mkisema. Sema 8. Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikawa walipokuwapo uwandani, Kaini akamwelekea Habili nduguye, akamuua. Angalia roho ya wivu. Anasema wivu. Tayari anaandaa na upanga, akamaliza mwenzake. Kabla walipokata wewe, watakuwa wamekatwa. Amen. Anamwelekea wewe, hebu twende kwenye kikundi. Hebu twende tukatembee kule shamba, lakini ana agenda ya siri. Leo kuna watu uko nao wana agenda ya siri na wewe. Na mwanangu ujui, nataka niombe kwenye ibada ya leo, kabla agenda zao sijatimia, Mungu awafichue, Mungu awadondoshe. Sema basi fire. Sema fire. Hatuna na kusema fire. Sema fire. Angalia, Mungu anasema, angalia, Abel alikuwa anajituma kufanya kazi ili pia atimize ndoto yake na pia amtumikie Mungu kupitia sadaka zake. Abel alikuwa anafanya kazi kama ambavyo unafanya kazi zako, unaenda kwenye vikundi, unaenda unatafuta, unahangaika kuna huku ili upate kipato, umtumikie Mungu na ule familia yako. Ndivyo Abel alivyokuwa. Na hao watu walipofundishwa vipawa, Abel alikuwa na kipawa cha ufugaji, halafu Kaini alikuwa na kipawa cha kulima. Sikiliza, tutafanana bwana. Una kitu chako cha tofauti. Nataka nikwambie, hicho ndicho kinachokufanya upigwe vita. Kama unapigwa vita, kuna kitu unacho ambacho hakifanani na cha yule mwenzako. Nataka niseme, hawatakuweza na hatutafanana. Lazima utabaki ni wewe. Hatutafanana mwanangu. Utabaki ni David, utabaki ni Elisha, utabaki ni Alfa, utabaki ni Neema. Hatutafanana na neema hazitafanana. Neema ya David na neema ya Alfa ni vitu viwili tofauti. Neema ya Abeli na neema ya Kaini ni vitu viwili tofauti. Lakini wako wakina Kaini watainuka kwa ajili ya neema na kibali alichokupa Bwana. Lakini leo nimetuma nikatishe ndoto zao kabla hawajakupata wewe, wapatikane wao, wafe wao, walichopanga juu yako kiwapate wao, kisikupate wewe. Tuja na ukaseme kiwapate wao. Sauti yako iwe sauti ya Lord. Nafadhaisha adui zako, nafadhaisha kwenye ulimwengu wa roho, nafadhaisha baharini, nafadhaisha kwenye hiyo boma, nafadhaisha kwenye hiyo kikundi, nafadhaisha ndani ya madhabahu, nafadhaisha kwenye kazi yako hawataweza, nafadhaisha. Achua angalia, ingawa chuki hufundishwa kwa hila, uovu wako utadhihirika mbele ya watu. Ingawa chuki watafanya kwa hila kwa siri, watakutendea kwa mabaya, lakini italetwa nuruni mchana peupe. Alisema watoto wake hawatafaulu, wakwake watashika zero.
Sema yeye. Moto ufa kwa kukosa kuni. Na mchongezi na mchongezi fitina huko, bila mchongezi fitina huko. Watu wanagombana, yuko mchongezi anayewasha moto. Na hawa ni wengi. Ukiona mke na mume hawaelewani, yuko mkuda. Sema mkuda. Wewe tulie, sema mkuda. Sema basi mkuda. Na mkuda, shetani anaweza kumtumia mtu yeyote achagui. Tena anatumia usimtegemea. Sema fire. Ukiona umeumizwa na kuumia, yupo mkuda. Usema sema mwambie ukiona mwelewani, una maumivu moyoni, mkuda yupo. Sema mkuda yupo. Sema mkuda. Wako kila mahali. Mkuda yupo kila mahali. Ulipo, kwenye familia yupo, kazini yupo, ofisini yupo, shuleni yupo, kwenye taasisi yupo, kanisani wapo, kwenye kwaya yupo, kwenye serikali wapo, kwenye vyombo vya kanisa wapo. Sisemi hapa jamii na ubiri. Kwenye vyombo wapo, kule uwani wapo, kwenye mazingira ya kanisa wapo, ndugu zako wapo, kwenye ndugu zako wapo, mkuda yupo. Umezaliwa tumbo moja, mkuda yupo. Sema wakuda wote. Fanye, sema wakuda wote. Sema tunabeba kusudi. Tayari wasi umetoka kwenye familia, lakini mchongezi ni huyu. Bosi waumbuke. Waumbuke mwanangu. Kwenye kikundi uliopo, kesho waumbuke wa paradise. Kwenye kanisa uliopo, waumbuke wa paradise. Popote walipo, waumbuke wa paradise. Kwenye hiyo ofisi shuleni uliko, unakofundisha, waumbuke wa paradise. Wasitimize, wasizuie unachokipenda. Hebu shika kwa mwanangu, unamshukia baba. Oje, asante Yesu. Yesu wewe ni mwema. Umeleta tu niwahubirie. Umenipa hiki. Baba soka vizuri. Kitenda mema. Kibali kitakuja. Wewe ukafanana na wenzako. Yaani unasema mtu anasema, "Natamani nipindwe mchungaji pale yule mchungaji." Wewe hata nikikupa uwezi. Kama Mungu amekuita kwa mkulima kama Kaini. Riziki kama mkulima angalia, ametamani vyale akafa. Mwingine amesimama hapa amesifu tu vizuri, Mungu maskini na Mungu amemjalia, hana upako, hana spiriti ya Roho Mtakatifu, amesema wewe ni Baba. Wewe ni Baba yetu. Wewe ni Baba. Akiwa anaimba katika upako na mdomo unarembua. Wewe ni Baba. Niliza nishapata mahali. Nimeambiwa jana nilikutwa mahali. Anakuja na naiba malaya mchafu. Yaani unaona kama watu, unaona kama wengine watenda dhambi. Wewe je? Yaani unaona kama wengine wachafu. Yaani wewe umekamilika. Yaani wewe unafaa. Yaani hiyo nafasi ndio unafaa. Hiyo wewe ni nani? Who are you? Acha Mungu. Wacha. Unapiga mwenzako, unapiga mkefu, unapiga mwenzako. Na mwambie vipi una mabaya kuliko hata yule. Ile kipimo cha kuona kikileta haki ya Mungu. Mungu nisaidie. Ile kipimo cha kuona kikileta sana fulani, unaona tu mabaya mwenzako. Ile kipimo cha kuona kikileta ni kipimo tu. Kwenye pale usu kawekewa tu pi. Kile kipimo kinapiga hapa mpaka nasema basi tui 120%. Na ukiona kanisa au watu ambao wanasoma makoka, kazi yao ni kuona tu madhaifu kwa watu wengine, kuna shida. Mtu aliokoka hauna udhaifu kwa mtu. Anatumia udhaifu kumsaidia wenzake. Anatumia udhaifu kumrekebisha wenzake. Anatumia udhaifu kumwombea wenzake. Anatumia udhaifu kumbeba wenzake. Na Mungu ana watu kama hao bado. Hata kama kizazi cha Kaini kipo, lakini bado Mungu
ajili yako, ambao hawana hila, watakubeba, watakuombea, watakutia moyo, watakushauri. Na wainua wale watu leo. Sema fire. Sema mkuda. Kuisha habari yako, sema kuisha habari yako. Mkuda mshauri panga kwenda kununua, sema kuisha habari yako. Mkuda mnafiki, msengenyaji, anayefuatilia kwa nyuma watoto wangu, anayefuatilia familia yangu, anayefuatilia afya yangu, anayepanga jeneza, anayepanga mazishi, sema leo kuisha hapa. Mwisho wa ubaya aibu. Sema leo kaa kwa password. Yuda alifikiria anamsaliti Yesu. Ndio alikuwa anamsaliti Yesu, alimpenda Yuda. Alafu baada akampa mfuko wa pesa kama mtunza hazina. Si ajabu Yuda alianza kuhubiriwa na wengine au na shetani, maana Biblia inasema shetani akamuingilia. Akaambiwa si ajabu alikuwa anashika mamilioni. Si ajabu anaona pesa imeongezeka au pesa ni nyingi. Sijui alikula pesa za kanisa Yuda. Baada ya sijui amekula, sio amefanyaje. Maandiko yanasema akaingiwa na tamaa. Na si ajabu anaweza kuona namua Yesu, nikimua Yesu, nikishamaliza hii pesa inatosha kwenye mtaji, nitafanikiwa. Yaani roho ya wivu, kumchukia tu mwenzako na kumpangia mabaya. Yuda naye akapanga. Alipopanga mabaya, kitu gani kimetokea wapendwa? Akaenda akasema namna ya kumuuza, hata nikamsembe Yesu kwa watu wengine. Lakini yuko mezani mwa Bwana anacheka, na Yesu alijua na akampenda, na Yesu alikaa naye kwa password. Wakati mwingine Yesu anasema atakayenisaliti yuko hapa, anashiriki kombe na mimi. Akaandaa kikundi cha Mafarisayo, wakaja wakamkamata Yesu. Yesu alipokamatwa, angalia, wanaofuatilia Biblia au wanaofuatilia vile filamu, Yesu alipokutana naye pale Getsemani, alienda akamkumbatia. Alipomkumbatia akambusu Yesu. Yesu akamwambia, Yuda, unambusu wana. Hakumjibu. Wakati Yesu anawaza habari ya Yuda, mbingu zikashuka. Yuda, mkuda, anakuja kwa kusudi na kukusukuma kwenye level ya baraka. Kuna usemao, ukimpiga chura teke, unamuongezea tukufu spidi. Wanaokupiga teke, wanakuongezea spidi. Na wanasema, ongeza. Ukipanda haisi, ukipanda basi, ukipanda pikipiki, ukipanda chochote nyumbani kwako, wanaopanga wakufuatilie, mwaga moto, mwaga moto, mwaga moto, mwaga moto wa damu ya Yesu, mwaga moto wa damu ya Yesu, mwaga moto wa damu ya Yesu, mwaga moto, mwaga moto. Siogope, siogope, jitie moyo, 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 na kuingiza kwenye ulimwengu wa roho. Kila mtu aingie kwenye maombi ya vita, kila mtu aingie kwenye maombi ya vita. Wakati mwingine inabidi ung'ang'ane, inabidi ung'ang'ane, Mungu aone juhudi zako. Mkumbuke Yakobo, Bwana akamwambia, Yakobo akamwambia malaika, sikuachii mpaka umenibariki. Na mpaka leo historia imewekwa. Hakuna mtu aliyeshindana na Mungu zaidi ya Yakobo. Aling'ang'ana usiku kucha.
kuangusha. Neno kung'ang'ana, walikuwa wanapigana mieleka. Akitaka kumkimbia anakuambia usinikimbie. Ziko nyakati za kung'ang'ana na Mungu. Usijipendekeze, acha kiburi, acha majivuno kwa Mungu sana. Sikia tu, tuko kwenye maombi ya vita. Tuko kwenye maombi ya vita. Na angalia unavyofanya vita. Ndio maana nikakwambia omba rehema, omba rehema. Kama unaicho kitu nilichosema, omba rehema. Alafu ingia kwenye maombi ya vita. Geuza vita kama Esther. Geuza vita kama Esther. Geuza vita kama Esther. Njia yao, weka moto utelezi. Weka moto utelezi. Waliopangwa walete pressure. Waliopangwa walete pressure. Waliopangwa walete kisukari. Waliopangwa wanaoteneza wawekea moto utelezi. Kwenye hizo njia, kwenye hizo njia, kwenye hizo njia. Nenda mpaka kwa mume wako, nenda mpaka kwa mtoto wako. Njia wanazotumia kukamata watoto wako, kukamata mume wako kwenye ulevi wake, weka moto utelezi. Mahali ninakojenga hamtafikia, na weka moto utelezi. Bwana akamwambia Musa, waambie Israeli songa mbele. Bwana akaondoa magurudumu. Mungu anapokuambia songa mbele, sio kwamba tu anakuambia songa mbele, sio kwamba tu anakutia moyo, sio kwamba tu anakuambia usiogope. No. Anaposema hivyo, anashughulika pia na adui zako, anashughulika pia na Farao wako. Kuna watu watatu wanapangiwa kufa, na kuna saa wanasikia moyo unaenda mbio. Unavyoviharibu vitu, unavyoangusha, omba kwa mzigo, omba kwa mzigo, omba kutoka rohoni, omba kutoka rohoni. Baba, pasua jeneza, pasua. Sema nimeweka ukuta, hili geti hakitaingia vilio vya kudaiwa, vilio vya kuziwa nyumba, vilio vya pressure, vilio vya sukari, vilio vya laana, vilio vya kusemekana na kuja kusalimiwa eti kwa sababu naumwa, eti kwa sababu na pressure. Kata, pasua ile jeneza, pasua kwa damu ya Yesu, pasua, piga. Unaanguka, tukipiga wanapigwa, piga. Baba, robo, piga. Funga hayo makabati ya mochwari, funga kwa kaka yako, wanataka ajali, funga. Damu ya Yesu. Futa. Kimbia nyumbani, nenda nyuma ya nyumba, fukia hilo kaburi. Sema hakuna. Fukia, mwaga damu ya Yesu, mwaga kwenye hiyo ardhi. Sema hakuna. Fukia. Sabaratisha hiyo matanga, funcha hiyo matanga walioandaa, funcha matanga, haribu vyakula walivyoandaa. Mwagia damu ya Yesu ile vyakula. Mwagia mlichopanga. Mwambie vyakula mlivyoandaa na mwaga hiyo damu ya Yesu. Kuanzia leo, damu ya Yesu. Naondoka naye. Ardhi yangu. Vita niliyofanya hapa. Kuwafichua. Kuwapiga. Kugeuza vita. Kuwazika. Kufunga mochwari. Kwa kona zote. Leo ardhi yangu iwake moto. Yeyote yule aliyeendeleza chochote juu yangu wakati mimi nafanya mema, nawaza mema, wanawaza mabaya. Leo nimesema na ardhi yangu, nimefunga mpaka geti. Hakuna mtaleta taarifa, atakayeleta taarifa chafu hapa. Geti langu hili na mwaga damu ya Yesu. Atakayepita hapa ni atakayeleta taarifa njema. Sio kuna watu wako mahali hapa. Kwa ile hali juzi uliokuwa nayo sasa hivi usikii. Niko vizuri kabisa. Sukari imeenda kuzimu. Nikufungulia mlango wako na kufanya shughuli zako. Nakupa siku 30 za kutakasika na kutakasika. Jamani, sukari ni mbaya. Ulikuwa ulali na kula kwako ni shida. Ulikuwa kula ni shida. Sasa hivi ni vizuri. Unakula? Nakula vizuri. Mpe Yesu makofi. Aliyefanya kazi amekwisha. Sema kwisha. Sema pepo la sukari limerudi kwao. Angalia mtu
alikuwa akafe bado ni mdogo. Nasema ni Mungu. Yusi alipokuja hapa hivi, hata sura inazidi kuchange. Nakupa siku 30 atakuwa clear kabisa. Kwa damu ya Yesu, geuka huko. Kama Mungu wangu aishivyo, utukufu urudi kwako Mungu uliyetenda. Huyu ni mjoli wako, natakiwa kuangalia familia, bado nasubiriwa na mataifa na shughuli nyingi. Kwa damu ya Yesu Kristo, sukari, rudi ulikotoka, na usikae tena, na usirudi tena, kwa utukufu wa Yesu Kristo. Imekuwa